أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. سلم لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى نفعنا الله به وبكم آمين. مسألة قصر الصلاة للمسافر. مسألة قصر الصلاة للمسافر. Haya ni masala ya kufupisha swala kwa msafiri. Haya ni masala ya kufupisha sala kwa msafiri. Darsa leo طبعا ni katika durusa mzukama ni muhimu. Masala ya kufupisha sala, masafa yake, muda wake na mfano vitu kama hivyo. Qasru salati rubaiyati, kufupisha sala ya raka 4 ila rak'ataini kwenda mpaka kuiswali raka 2, rukhsatun ni rukhsa. Wa huwa jaizun, nacho ni kitu kinachofaa fi safari, katika safari. Idha qasada almusafiru, pindi akikusudia msafiri, baldatan muayyanatan, mji maalum. Pindi akikusudia msafiri mji maalum. Ama pindi ikiwa mtu anasafiri tu, anajiendea tu, hana sehemu alokusudia, anaenda tu kama mtu alopotea, huyo hawezi kupunguza. Tab'udu an tarafi baladihi, mji ambao kwamba uko mbali na pembe ya mji wake, ب81 kilomita fa akthara, kwa kilomita 81 na zaidi. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo hapa tumepata mambo kadhaa. Suala la kwanza, swala ambazo kwamba zinazopunguzwa kuswaliwa raka 2 ni swala zenye raka ngapi? 4. Adhuhuri, alasiri na isha. Ndio swala zinazopunguzwa safarini kuswali raka 2. Maana yake maghrib inabaki vile vile na isha inabaki vile vile. Naam, maghrib na subhi. Na maghrib na subhi. Ilo swala la kwanza. Swala la pili ni msafiri ndio anayeruhusiwa kufanya nini? Kupunguza. Sio mtu ambaye kwamba yuko mjini. La tatu, lazima hiyo safari yenyewe iwe umekusudia mji maalum. Isiwe ni mtu unajiendea tu. Lakini swali la 4 liloko hapo ni lazima masafa ambayo kwamba unaruhusiwa kupunguza au unataka kupunguza lazima yawe kilomita ngapi? Kilomita 81 na zaidi. Tuko vizuri sana. Haya, tunaendelea. Wayajuzu, na inafaa ayatarakhasa, achukue ruhusa, fayajma, akusanye, bimujarrad khurujihi, kwa ile kutoka tu, min baladihi, kwa mujarrad kutoka tu katika mji wake, au il baldati allati, au mji ambao kwamba yusafiru minha, nasafiri kutoka katika mji huo. Bisharti, kwa sharti, an takuna almasafatu, yawe masafa almaqsudatu, inayokusudia 81 kilometran au akthara, ama zaidi ya hapa. Kwa sharti yawe masafa ni kilomita 81 na zaidi, kama dhakarna, kama tulivyotaja. Swala lingine hapa ni kwamba yani hii ruhusa ya kupunguza mathalan ile ukishatoka tu tayari mjini, hata kama yani si lazima kwamba ili upunguze lazima uwe ushakata haya masafa ya kilomita ngapi? 81. Ikiwa safari yako unayosafiri ni zaidi ya kilomita 81, ni kilomita 81 na zaidi, basi ukishatoka tu mjini, mfano ushatoka tu nyumbani kwenu, basi unaweza kupunguza.
au ushatoka tu ule mji ambao kwamba unasafiri kwenda mji mwingine, basi unaruhusiwa kupunguza. Tabani kuna baadhi ya watu huwa nafikiri labda yani ili aruhusiwe kupunguza lazima awe ashazikata hizo kilomita ngapi? 81 ashazimaliza ndio apunguze. La, kushatoka tu mjini basi. Hapo tumeelewana. Na طبعا lazima safari yenyewe ni safari ya mubaha, safari ya halali. Ama ikiwa ni mtu anaendea maasiya, basi inakuwa hawezi kupunguza harusi. Mathalan mtu anasafiri hapa, anaenda huko miji ya mbali kwenda kuchukua madawa ya kulevya, wal iyadhu billah, huruhusiwi kupunguza kwa sababu safari yako ni safari ya kiharamia. Au mtu anasafiri anaenda kukutana na malaya, wal iyadhu billah, Mwenyezi Mungu atulinde, hiyo ni safari ya kiharamia, haruhusiwi kufanya kupunguza. Tuko vizuri sana fa idha aqama fi baldatin, bas pindi akiketi katika mji 4 ayamin kamilatan, siku 4 kamili, ay 96 saa, yani masaa 96, fa innahu yu'tabaru muqiman, basi yeye hapo atazingatiwa ni mkazi wa mji. Wala yajuzu lahu, wala haifai kwake ayajma au akusanye, wala ayaksara, wala apunguze, wala ayaksura, qasara yaksuru, ya qasara yaksuru min babi fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Wala yajuzu lahu, wala haifai kwake ayajma akusanye, wala ayaksura, wala apunguze. Hapo tumefahamiana? Yani umesafiri, umeenda mathalan Tanga, masafa ya kupunguza imefika. Ukifika pale ukakete siku ngapi? Siku 4. Basi hapo muda wako wa kupunguza ushamalizika. Ruhusa ya kupunguza na kukusanya ushamalizika. Ndo ibara hii inazungumza hivyo. Asema wa idha dakhala baldatan, na pindi akiingia mji, la yaarif, hajui, kam sayabqa fiha, atabakia muda gani katika huo mji. Lihajatin, ameenda kwa ajili ya haja, yuridu injazha, ambao kwamba anataka kuitimiza. Farubama tantahi biyawmin, huenda hiyo haja yake aliyokusudia ikamalizika kwa siku 1, au yaumain, au siku 2. Warubama atazidu, na huenda ikazidi ala 4 ayamin, siku ngapi? Siku 4. Yani mtu amesafiri, ameenda mji fulani kwa ajili ya suala fulani mathalan, anaweza akalimaliza siku 2, siku 3, siku 4. Yani hana muda maalum ambao kwamba ako nao. Katika hali kama hiyo, falahu, basi inamfalia yeye an yatarakhasa, achukue ruhusa hiyo ya kupunguza na kukusanya, kufupisha na kukusanya, lighayati 19 yawman, lighayati 19 yawman, mpaka katika mkomo wa siku ngapi? 19. Fa in zada ala dhalika, ikizidi juu ya hapo, atamma, atatimiza. Wa ilaika dhalika, nachukua hilo mufassalan, hali ya kuwa lenye kupambanuliwa, biadillatihi, kwa dalili zake. Hapo tumeelewana? Yani kuna mtu unaenda sehemu, unajua nitakaa siku 3 mathalan, wewe haina neno. Lakini wewe umeenda mjini, hujui kwamba kile kitu ulichokiendea kitamalizika siku ngapi. Mathalan mtu ameenda, kuna baadhi ya watu wanaenda mikoani kununua mazao mathalan, ameenda kununua mazao. Maana yake akikamilisha mzigo wake alioenda kufuata siku 2, siku 3, siku 4, siku 5, ataondoka. Hana tahdidi ya muda maalum. Muda atakaomaliza kukusanya mazao ndio atarudi. Huyo ataruhusiwa kukusanya mpaka siku na kupunguza mpaka siku ngapi? 19. Baada ya hapo atatimiza. Tuko vizuri sana. Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa idha darabtum fil ardi, na pindi mkisafiri ardhini, falaysa alaykum junahun, si vibaya juu yenu, an taqsuru min as-salati, kupunguza sala, in khiftum, mkikhofia,
an yaftinakum alladhina kafaru, kuwaletea balaa wale ambao kwamba waliokufuru. Innal kafirina, hakika makafiri, kanu lakum aduwan mubina, wamekuwa kwa nyinyi ni maadui walio wazi. Sasa taban tafasiri za ulama ziko nyingi. Kuna baadhi ya watu katika ulama wa tafsiri wanaichukulia aya hii ni katika masala ya salatul khawf, kukuunganisha na ile aya ambayo kwamba inayofuatia baada yake. Lakini baadhi ya ulama wasema la, masala haya kwa sababu imeanza masala ya jihad kisha aya hii ndio ikaja, hii inazungumzia sala ya msafiri. Sababu baadhi ya ulama wamechukulia hii ni katika salatul khawf kwa hiki kifungu cha in khiftum, mkikhofia. Lakini ulama waliochukulia hii aya ni katika masala ya sala ya msafiri qasri, kama kina Imam Hassan bin Ali as-Saqaf na mufassiruna wengine ambao kwamba waliomtangulia, wao wanachukulia kwamba ilikuwa mara nyingi, aghalabu ilikuwa kwa safari za kipindi kile, ilikuwa mara nyingi yani safari haziko salama kama sasa hivi. Ilikuwa watu wanasafiri na vipando ambavyo kwamba havina usalama wa namna hiyo. Lakini pia wakati huo kuna uadui mkubwa baina ya Waislamu na baadhi ya makafiri tawan, na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hii ilichukuliwa in khiftum kwa ile aghalabu ya safari za kipindi kile. Yani imechukuliwa sampuli katika sampuli za ambazo kwamba inaruhusiwa ndani yake kufanya kupunguza swala, lakini sio lazima hofu. Lakini mkisafiri, idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Wa ani sayyida Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha, nimepokelewa kutoka kwa ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha, annaha, hakika kana taqulu, alikuwa akisema, fi safari, katika safari, atimmu salatakum, timizeni swala zenu. Faqalu, wakanena, inna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yusalli fi safari, alikuwa kiswali katika safari, rak'atain, raka ngapi? Raka mbili. Faqalat, akanena mama Aisha, inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kana fi harbin, alikuwa katika vita, katika shiddatul khawf, hofu kali kama hiyo ya vita na mfano wake, na sio kupunguza. Wa kana yakhafu, na alikuwa ana hofu kuletewa balaa na makafiri. Fahal takhafuna antum, je nyinyi muna hofu, munaogopa, yani mpo katika vita? Yani bila shaka wala raib, hawa watu ambao kwamba ummul mu'minin Aisha radhiallahu anha akiwaambia watimize sala ni katika masafa ambayo kwamba hayajatimia zile kilomita 81. Almasafatu allati yajuzu alqasru fiha, masafa ambayo kwamba inafaa ndani yake kupunguza sala. Almasafatu allati yajuzu alqasru fiha. قال شيخنا المحدث سيدي عبد الله بن الصديق أعلى الله درجته. قال شيخنا مولانا مسيما شيخ ليتو المحدث محدث سيدي عبد الله بن الصديق أعلى الله درجته, Mwenyezi Mungu aipandishe daraja yake, fi kitabihi, katika kitabu chake, as-subhi as-safiri fi tahqiqi salati al-musafir, sahifa ya 70. اختلف في المسافة التي يصح فيها القصر على أقوال كثير منها شاذ مردود لأنه يفتح باب التساهل في الصلاة والصيام. سيما اختلف kumetofautianwa baina ya ulama fi almasafati allati, katika masafa ambayo kwamba yasihu fiha alqasru, inasihi, inafaa ndani yake kupunguza, kufupisha sala, ala aqwalin, kumetofautianwa katika kauli nyingi. Kathirun minha, nyingi katika hizo kauli, shadhun, zimetoka katika vipimo vya kisheria, mardudun, ni zenye kurejeshwa.
li'annahu, kwa sababu yaftahu baba tasahuli, zinafungua mlango wa kudharau au kuchukulia wepesi. Li'annahu yaftahu baba tasahuli fi salati, kwa sababu zinafungua mlango kuchukulia wepesi katika masala ya sala na nini, wasiyami na saum. Na haya ni masala ambayo kwamba haifai kuchukulia wepesi. Lazima wepesi uwe ni pale sheria ambapo kwamba imewepesisha na inabaki vile vile ilivyo pale sheria ilipobakisha. Wal hikmatu, baada ya maneno akasema wal hikmatu, na hikma min shar'iyyati al-qasri, ya kuwekwa usheria wa kufupisha sala, wal fitri, na kufungua, fi safari, katika safari, hiya al-mashaqqatu, ni nini? Ni zile dhiki na taabu za safari. Au madhannatuha, hiya al-mashaqqatu, ni mashaka ya safari. Au madhannatuha, au asili au kudhaniwa kupatikana hayo mashaka na taabu ya safari. Yani hikma ya kuruhusiwa mtu akiwa safarini kupunguza swala na kufungua ni kwa sababu ya mashaka ya safari, hasa ukizingatia safari za kipindi kile watu wakisafiri na ngamia na mafarasi na mapunda na mfano wake. Au madhannatuha, au kudhaniwa kupatikana hayo nini, hayo mashaka ya safari. Asema wasafaru alqasiru, na safari fupi, la madhannata fihi lil mashaqqati aslan, hakuna kudhaniwa ndani yake kupatikana taabu na dhiki kabisa. Kwa hivyo kwa nini upunguze? Fatarakhusu fihi bilqasri, basi kuchukua ruhusa ndani yake ya kufupisha, wanahwihi, na mfano wake, tasahulun kabirun, ni kuchukulia wepesi kukubwa sana. Yani ni kama kudharau kukubwa sana. Bal talaubun bin nusus, bali ni kuchezea zile maandiko ya mtume na Mwenyezi Mungu. Wa ibtalul lil ibadati, na kubatilisha ibada. Tuko vizuri sana. Wa nahnu na'lam, na sisi tunajua, anna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, hina atlaqa, wakati alipoliachilia, lafdha safari, tamko la safari, fil ayati, katika aya, lam yurid hadha safara alqasira alladhi, hakukusudia hii safari fupi ambayo kwamba yuradu litarwihi, ambayo kwamba inakusudiwa kwa ajili ya mtu kujistarehesha, wa nuzhati, na matembezi. Yani Mwenyezi Mungu aliposema wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, hakukusudia hizi sala eti hizi safari kama hizi za matembezi, mtu mnaenda beach, mnaenda wapi kwa ajili ya kwenda kujipumzisha. La, wa inma arada as-safara ash-shaqqa, na hakika alikusudia safari zito, alladhi, ambayo kwamba yahtaju sahibuhu, anahitajia mwenye hiyo safari, ila rukhsa, anahitajia rukhsa. Fal ayatu allati, bas aya ambayo kwamba atlaqat safara, iliyoachilia neno la safari pasina kulifungiza na masafa fulani, ambayo kwamba ni fa in kuntum marda au ala safarin, mkiwa wagonjwa au mkiwa safarini. Haikueleza kwamba ni safari ya namna gani, lakini riwaya zinaeleza ni safari ya namna gani na ulama. Hiya min qabili al-aam al-makhsus, aya hii ni katika, yani inaingia katika upande wa ile aya ambayo kwamba ni aam makhsus, yani aam ambayo kwamba imekuja inaenea, lakini imefanya nini, imehusishwa. Yani dhahiri ya tamko la aya inaonyesha ni aam, inaenea safari zote, iwe fupi ama iwe ndefu, lakini haichukulii hivyo juu ya kuenea kwake, bali imehusishwa na safari maalum, safari ambayo kwamba ni ndefu. Kitu gani kinachohusisha hii aya, kinachoifungiza aya hii na masafa maalum? Ni riwaya za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na aqwali za sahaba na ulama utafsir.
walladhina akhadhuha, na wale ambao kwamba walioichukua hii aya ala umumi, hajue kuenea kwake kwamba safari zozote iwe ndefu ama fupi, lam yafahamu maana rukhsa, hawakufahamu maana ya rukhsa, wala hikmataha, wala hawakufahamu hikma ya mtu kuruhusiwa kufupisha sala. Intaha, imekomeka maneno ya al-Imam Abdullah as-Siddiq al-Qumari. Qultu, nimesema, waqad thabata, na hakika imethubutu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, hakika mtume amenena, as-safaru qit'atun min al-adhabi, safari ni sehemu katika adhabu. As-safaru qit'atun min al-adhabi, safari ni kipande cha adhabu. Asa tukizingatia mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia safari za wakati wao. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi, amesema al-Imam al-Bukhari, Mwenyezi Mungu amrahamu, katika sahihi yake, wa kana ibn Umar, na alikuwa ibn Umar, wa ibn Abbas, na al-Imam ibn Abbas radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awaridhie, yaqsurani, wakipunguza sala, wa yuftirani, na wakifupisha sala. Na yaqsurani, wakifupisha sala, wa yuftirani, na wakifungua, fi 4 burudin, katika masafa ya burudi 4. Wa hiya 16 farsakhan, ni farsakha ngapi? 16. Hivi vyote ni vipimo vya masafa vya kizamani. Kwa sasa anasema al-Imam akifasiri maneno hayo, qultu, nimesema, al-Imam Hasan bin Ali as-Saqaf hafidhahullah, wa tusawi bil kilometrati, na hizo burudi 4 ama hizo farsakha 16 zinalingana kwa kilomita ngapi? Kilomita 80, na mita ngapi? Ni mita ama futi? So mita ama futi? Mita 640, kilomita 80 na mita 640, ni kidogo kufikia 80 na moja kilomita. Hiyo kaf mimi ni kilomita. Watumeelewana? Ala sahihi, juu ya usahihi zaidi. Ala sahihi al-ahwat, juu ya kauli ambayo kwamba, ama juu ya namna ambayo kwamba ndio sahihi zaidi. Al-ahwat, yenye kutoa katika nini? Katika shaka. Wa ibn Abbas, na ibn Abbas, wa ibn Umar, na ibn Umar, ashaddu an-nas mutaba'atan lin-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ilikuwa ni watu wakali zaidi wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama huwa maalumun, kama inavyojulikana mashuhuru, na kama ilivyokuwa ni mashuhuri kutoka kwao, kwamba ni katika watu ambao kwamba walikuwa wakimfuata sana mtume sallallahu alayhi wasallam na wakimwandama vilivyo. Wa an Ata'in qala, imepokelewa kutoka Ata menena, sa'altu ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nilimuuliza ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aqsuru as-salata ila Arafata, je, nipunguze sala nikienda Arafa? Aqsuru as-salata ila qala la, akasema hapana. Qultu ila Mina, nipunguze sala nikienda Mina? Qultu ila Mina, nipunguze nikienda Mina? Qala la, akasema hapana. Walakin ila Juddata, lakini punguza ukienda Jidda, wa ila Usfan, na ukienda Usfan, wa ila Taif, na ukienda Taif. Hiyo ni miji iliyoko katika mji wa Makkah. Fa in qadimta ala ahlika, ukiwasili kwa watu wako, au ala mashiatin, au ukiwasili katika mifugo yako, fa atimma salata, basi timiza sala. Yani ukiwa uko safarini unarudi nyumbani mathalan, ukishafika nyumbani basi hapo uruhusiwa kupunguza. Ama ukifika katika sehemu ambapo kwamba kuna mifugo yako, yani zamani mathalan watu wa Maka walikuwa kuna sehemu kuna kuwa ndio kuna malisho ya wanyama. Nafikiri hiyo hata kwa ufugaji pia inakuwa hivyo.
unakuta mjini ni huku, sehemu za malisho ni mbali. Kwa hivyo inakuwa ni uzito mtu kila siku kwenda na wanyama kurudi nao. Kwa hivyo kule wao wanakuwa wanatengeneza boma la wanyama na wanakuwa wanatengeneza vibanda vya nyasi, basi wao wanakaa kule mpaka jioni. Mara nyingine mmoja anabaki kuwalinda, wengine wanarudi. Kwa hivyo sasa anamwambia ukirudi, ikiwa sasa ni masafa marefu mathalan kilomita kama hivyo 81 na zaidi, tuko vizuri sana, ukifika huku nyumbani kwako unalitimiza sala, na ukiwa unarudi tena kwenda kule sehemu za mifugo yako, ukifika kule unatimiza sala kama kawaida, hutopunguza. Tumefahamiana uzuri sana. وفي الموطأ na katika kitabu qultu, nimesema wa baina makkah na baina ya Makkah wa Juddah na Jiddah fi zamani sabiqi, katika wakati uliotangulia, yani huko kitambo, nahu 80 kilomita, kulikuwa na kiasi cha kilomita 80. Lakini leo, lakini leo la yajuzu alqasru, haifai kupunguza, haifai kufupisha sala baina Makkah wa Jiddah, baina ya Makkah na Jiddah, litawassu'i al-umrani, kwa sababu ya kupanuka yale majengo, yani yameungana majengo. Wa qurbi al-masafati, na ukaribu wa masafa, wa adami wujudi mashaqqati safar, na kutokupatikana mashaka ya safari. Ya unajua safari za sasa hivi mara nyingine zikao mtu aliyoko nyumbani akawa ana dhiki kuliko yule aliyoko safarini. Unakuta mara nyingine labda mtu yuko hasa nyumba za Uswahilini huko, ambapo kwamba vijumba vimebanana hapa hivi, yani dirisha la hapa dirishani kwako ndio ukuta wa nyumba nyingine, dirisha la huku ni ukuta wa nyumba nyingine, dirisha la huku ni ukuta, na yule hivyo vijumba vimepangana namna hii. Hakuna hata sehemu ya kupumua. Mtu akikaa ni majoto na dhiki. Tofanisha na mtu ambaye kwamba aloketi garini sasa hivi anaelekea Mombasa mathalan, ameketi ni full AC, so kiyozi mpaka anafika. Utalinganisha na huyu? Huyu amekaa na nini na kipepeo anajipepea muda wote, utalinganisha naye? Kwa hivyo mara nyingi ukuta mtu yule aliyoko safarini ana relax kuliko yule aliyoko nyumbani katika mazingira kama haya. Kwa wasema haya mashaka hayapatikani. في الموطأ، na katika Muwatta ya Imam Malik, an Salim bin Abdullah bin Umar anna ibn Umar radhiyallahu anhuma, hakika ibn Umar radhiyallahu anhuma, rakiba ila Rimin, alisafiri kwenda sehemu inaitwa Rim, faqasara as-salata fi masirihi dhalika, akapunguza sala katika mwenendo wake huu. Qala Malikun, amesema alimamu Malik, wa dhalika nahwun min 4 burudin, na hayo masafa mpaka kufika hapo Rim ni kiasi cha burudi 4. Burudi 4 ndio hiyo kilomita ngapi? 80 na mita 640. في الموطأ أيضا، na katika Muwatta vile vile wa Imam Malik, kitabu cha hadithi cha Imam Malik, na inda baadhi ulama ndio asahu kitabi katika kutubu alhadith, kama nafikiri ndio fikra pia ndio mtizamo wa Imam Shafi'i radhiallahu anhu, asahu kitabi ni Muwatta. An Salim, pokelewa kutoka kwa Salim, anna Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, hakika Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, rakiba ila dhati nusubi, alisafiri mpaka hiyo sehemu inaitwa dhati nusub, faqasara as-sala, akapunguza sala, fi masirihi dhalika, katika mwenendo wake huu. Qala Malikun, amesema al-Imam Malik, wa baina dhat, yani alisafiri kutoka Madina mpaka hapo dhati nusub. Wa baina dhati nusubi wal madinati, na baina dhati nusubi na Madina 4 burudin, kuna burudi ngapi? 4, yani kuna kilomita 80 mita 640. في الموطأ، na katika Muwatta an-Nafi, kutoka kwa Nafi, annahu, akikakeye, kana yusafiru, alikuwa
kisafiri ma ibn Umar pamoja na Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma albarida, wakisafiri masafa ya nini, ya baridi moja. Fala yaksuru as-sala, hapunguzi sala. Wa hadha al-athar, na hii athar thabitun, imethubutu an ibn Umar, kutoka kwa Abdullah ibn Umar katika hashia, bi isnadin sahihi, kwa sanadi ambayo kama ni sahih. Wa bihi, na kwa athari kama hii, yu'lamu, inajulikanwa, bi anna ma jaa, kwa kuwa yalelo kuja, an ibn Umar, kutoka ibn Umar marfu'an, yani ikiwa imetegemezwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, min anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha kharaja, alikuwa anapotoka, masirata 3 amyalin, mwendo wa maili 3, au farasikha, au farsakha ngapi, 3. Qasara salata, hupunguza sala. Almuradu minhu, maksudio yake, annahu idha kharaja, kwamba alikuwa akitoka, wabtaada anil madinati, na akawa mbali na mji wa Madina, masafata 3 amyalin, masafa ya maili 3, fa innahu yakunu bidhalika, hakika anakuwa kwa hilo, qad faraqa albaldata allati, anakuwa kashawacha tayari mji ambao kwamba yaskunuha, anaoishi, wa utubira musafiran, na hapo anazingatiwa ni msafiri. Idha kana maqsiduhu, pindi ikiwa maksudio yake, ya maksudio ya safari, akthara min 4 burudin, ni zaidi ya burudi ngapi, 4, yani zaidi ya kilomita 80. Fasaata idhin, basi wakati huo, yatarakhasu, anachukua rukhsa, birukhasu safari, rukhsa za safari. Fafahamu, basi fahamu hilo. Hapo tumeelewana vizuri sana. Naam. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoka mwenendo wa maili 3, hupunguza nini? Punguza swala. Nini maksudio yake? Je, maksudio ni kwamba mtu ukiwa na safiri kwenda sehemu ambayo kwamba masafa yake ni maili 3, unaruhusiwa kupunguza swala, ama nini? Hapa imamu ameeleza kwamba maana yake ni Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisafiri mathalan, na ikiwa safari yake ni zaidi ya kilomita ngapi, 80, basi akishafika na akishatoka mathalan ametembea kama maili 3 hivi, alikuwa anaweza kufanya kupunguza. Yani ni kama tulivyosoma kule mwanzo, ya kwamba msafiri sio lazima uzikate zile kilomita ambazo kama waruhusiwa ndani yake kupunguza swala zote, hapana. Ukishatoka tu mathalan maili 1, maili 2, tayari unashazingatiwa ni msafiri. Kwa hivyo katika hali kama hiyo unachukua ruhusa ya kupunguza swala, lakini kwa sharti ikiwa masafa yako ambayo kama unakusudia kuyaenda yanakidhi nini, yanakidhi vigezo vya kupunguza. Hapa tumeelewana. Wa hadha mutaayyin, hili tulieleza ni lazima tulichukue jam'an baina al-adilla, kwa ajili ya kukusanya baina ya dalili. Yani dalili hii inasema akipunguza hajafika ngapi, kilomita zile 81. Zile zingine nasema la, mpaka afike kilomita ngapi, 81. Tunafanya vipi? Tunazichukua hizi, tunasema kilomita 81 ndio masafa unaoruhusiwa kupunguza. Hizi maili 3 au ngapi ni akishatoka, lakini ikiwa makusudi yake ni safari ndefu. Hao tumeelewana. Kwa hivyo hapo kuna kupingana? Hakuna kupingana. Lianahu, kwa sababu yustabadu jiddan, yani linakuwa mbali kabisa katika fahamu, yani linawekwa mbali kabisa katika fahamu, ayarwi sayyiduna ibn Umar shay'an, apokee ibn Umar kitu, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala ya'mala bihi, wala sikifanyia kazi. Lianahu, kwa sababu yustabadu, yani inakuwa ni suala ambalo kwamba liko mbali kabisa kuingia akilini. Ayarwi sayyiduna ibn Umar shay'an, Abdullah bin Umar apokee kitu kutoka kwa Mtume, wala ya'mala bihi, wala sikifanyia kazi. Wa hadha alladhi qarrarnahu, na hili tuliolieleza hapa,
jazama bihi, amekata shauri kwalo. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amrahamu, fi sharh al-Muhadhab, katika kitabu chake Sharh al-Muhadhab mujallad 4 sahifa 328. Wa man khalafa dhalika, na mwenye kulikhalifu hilo, faqad akhta, huyo amefanya nini? Amekosea. Hapo tumeelewana vizuri sana. Almuddatu allati yajuzu alqasru waljam'u fiha, muda ambao kwamba inajuzu ndani yake kufupisha swala na kukusanya. Idha aqama almusafiru bibaladin, pindi akiketi msafiri katika mji, 4 ayamin, siku ngapi? Ghaira yaumi ad-dukhuli wa yaumi al-khuruji, isokuwa ile siku ya kuingia na ile siku ya kutoka. Fa innahu yu'tabaru muqiman, huyo anazingatiwa ni mkazi wa mji, la musafiran, sio msafiri. Fala yajuzu, haifai, an yatarakhasa, achukue rukhsa, fa yajma, akakusanya, au yaksara salata wa. Hapo tumeelewana? Yani mtu ukiketi katika mji siku ngapi? Siku 4 hizo, ile siku uloingia haipo, na ile siku ambayo kwamba unatoka, ambapo kwamba baadhi yake unakuwa uko ndani ya mji, baadhi yake unakuwa ushatoka, ile siku nayo haipo. Hapo tumeelewana vizuri sana. Hapo wewe huruhusiwi tena kufanya nini? Kusanya na kupunguza. Wadalilu alayhi, na dalili juu ya hilo, hadithu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, ni hadithi ya Anas ibn Malik amesema, kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tulitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, min al-Madina, kutoka Madina, ila Makkah, mpaka Makkah. Fakana yusalli rak'atayn, akawa na swali raka mbili, akawa napunguza, manake zile swala za raka 4. Hatta rajana ila al-Madina, mpaka tukarejea Madina. Qultu, nikanena, aqamtum bi Makkah shay'an, mliketi hapo Makkah muda, yani mliketi muda kiasi? Qala, akasema, aqamna biha 10, tuliketi siku ngapi? Siku 10. Siku 10 hizo ni siku 4 Makkah na siku zingine zilizobaki Arafat. Aya anakusudia 4 ayami, ni siku 4, illa qalilan, isipokuwa kidogo. Walbaqi bi Arafatin, siku zilizobaki ni waliketi Arafa wa Mina na Mina. Hapo tumeelewana? Yani pale Makkah kama Makkah waliketi siku ngapi? Siku 4. Siku 6 zilizobaki waliketi wapi? Arafa na Mina. Walbaqi bi Arafatin, siku zilizobaki ilikuwa ni Arafat wa Mina na Mina, kama sayati al-ana, kama itakavyokuja hivi sasa, fi kalami al-Hafidh ibn Hajar, katika maneno ya Imam al-Hafidh ibn Hajar, mufassalan, halikuwa ni yenye kupambanuliwa insha Allah taala. Qala al-Hafidh ibn Hajar fi al-Fath, amesema al-Imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika Fath al-Bari mujallad wa 2 sahifa 562, qawluhu, qawli yake, aqamna biha 10, tuliketi hapo Makkah siku 10. Wala shakka, wala hapana shaka, annahu, ya kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kharaja min Makkah, alitoka Makkah, subha ar-rabi'a 10, asubuhi ya siku ya ngapi? Ya 14. Fatakunu muddatul iqamati bi Makkah wa dhawahiha, basi unakuwa muda wa kuketi kwake mtume Makkah na viunga vyake 10 ayami, ni siku ngapi? 10, bila yaliha, pamoja na usiku yake, kama qala Anas, kama alivyonena Anas katika hiyo riwaya hapo juu. Watakunu muddatu iqamatihi bi Makkah, na unakuwa muda wa kuketi kwake Makkah 4 ayamin sawa, ni masiku mangapi? Sawaan, masiku 4, ni masiku 4 sawa sawa. Liannahu, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam, kharaja minha, alitoka katika mji wa Makkah, fil yawmi 8, katika siku ya 8.
fasalla dhuhra, kaswali dhuhuri bimina, wapi? Katika mji wa Mina. Wa min thamma, na kutoka hapo, ni kutoka huko katika maelezo haya tulioeleza. Qala Shafi'i, ndio akasema Imam Shafi, innal musafira, hakika msafiri, idha aqama bibaldatin, akiketi katika mji, qasara 4 ayamin, hupunguza siku ngapi? Siku 4. Haya amechukua wapi? Amechukua katika riwaya hiyo. Intaha, yamekomeka. Qultu, nimesema, wadalilu, na dalili, ala anna 4 ayyam, juu kwamba siku 4 tu'tabaru iqamatan, zinazingatiwa ni ukazi tayari. Wa anna maduna, na kwamba siku zilizoko chini ya hapo la yu'tabaru iqamatan, hazingatiwi ni ukazi wa mji. Anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume lam ya'dhan lilmuhajirina, hakuwapa ruhusa muhajirin bil iqamati fi makkah, kuketi Makkah akthar min 3 ayyam, zaidi ya siku ngapi? Ya siku 3. Kwa sababu kuketi zaidi ya siku 3 tayari inakuwa ni mkazi. Qala al-Hafidh, amesema al-Imam Hafidh ibn Hajar al-Asqalani fi al-Fath, katika Fath al-Bari mujalladi wa 2 sahifa 570, lianna al-iqamata bi Makkah, kwa sababu kuketi Makkah ala al-muhajirina, kwa muhajirina haramu, ni haram. Yani muhajiruna baada ya kuamrishwa kuhama kwenda Madina ilikuwa kuketi Makkah tena ni haram. Ndio maana yake akaruhusiwa keti siku ngapi? Sababu siku 3 bado inakuwa ni msafiri. Baada ya hapo inakuwa ni muqim, ni mkazi wa mji, na wao iqama washaharamishiwa tayari. Qultu, nimesema, ilaika dhalika wa ilaika nassa fi dhalik, nachukua nasi katika hilo ya al-Imam Shafi. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi al-Umm, amesema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Umm, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amenena mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yamkuthu al-muhajiru, anaketi mtu aliyehama, baada qada'i nusukihi, baada kumaliza ibada yake, 3, anataketi siku ngapi? Siku 3. Ndio ataketi wapi? Katika mji wa Makkah. Tumefahamiana vizuri sana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim. Wa qala al-Hafidh fi al-Fath, na amesema al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika Fath al-Bari mujallad wa 7 sahifa 267, wa yustanbatu min dhalika, na inangamuliwa kutoka katika riwaya hiyo, anna al-iqamata, kwamba yani anna al-iqamata, ya kwamba kuketi 3 ayamin, siku 3, la tukhriju sahibaha, hakumtoi mwenye kuketi hizo siku 3, an hukmi al-musafiri, katika hukumu ya msafiri. Yani asema tunapata istinbat katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haya, kwamba muhajir inabidi aketi siku ngapi? Siku 3. Tunapata hukumu ya kwamba mtu ukiketi siku 3 yeye bado ni mgeni. Baada ya hapo ndio utazingatiwa ni mkazi. Hapo tunafahamiana vizuri sana. Fabihadha, basi kwa hili, qulna, tumesema, idha azma'a al-musafiru, pindi akiazimia msafiri, an yuqima bimawdi'in, kuketi sehemu, 4 ayamin, siku ngapi? Siku 4, wa layalihinna, na mausiku yake, laysa fihinna yawmu kana fihi musafiran, hakuna, yani haiko ndani ya hizo siku 4 siku ambapo kwamba alikuwa ni msafiri, yani ile siku alofika. Fadakhala fi ba'dhi, hiyo siku yake, yani hiyo siku ya kufika ikaingia ni katika baadhi ya safari. Wala yawmu yakhruju, wala haiko siku ambapo kwamba atakayo toka, fi ba'dhihi, ambapo kwamba iko katika baadhi ya ya kutoka kwake, yani baadhi ya safari. Atamma salata, atatimiza swala. Yani ni kama alivyoeleza huku mwanzo kwamba ile siku ya kuingia haimo na ile siku ya kutoka. Fa yanqasara al-mujmi', akipunguza mwenye kukusanya, muqama 40, sehemu ya kuketi siku ngapi?
siku 4. Yani katika hasha anasema aya anakusudia idha qasara alladhi, pinda akikusudia akifupisha swala mtu ambaye kwamba azama ala aliqamati, aliazimia kuketi fi baldatin, katika mji maalum 4 ayamin, siku ngapi? Siku 4. Fa alayhi i'adatu kulli salatin sallaha, basi lazima juu yake kuswali, kurejesha kila swala ambayo kama umeiswali maqsuratan, halikuwa imepunguzwa. Hapo tumefahamiana vizuri sana au bado? Yani mtu umeazimia kuketi hapa siku ngapi? Siku 4. Alafu ukafanya nini? Ukapunguza sala. Lazima zile swala zote ambazo kwamba ulizopunguza ufanye nini? Asema faman nawal iqamata, basi mwenye kunuia kuketi fi baldatin, katika mji 4 ayamin, siku ngapi? Fa innahu, hakika bi mujarradi usulihi, kwa kule kufika kwake tu, laha, katika huu mji, yutimu, hata timiza, wala yajma'u salawati, wala hatakusanya swala, lianna lahu hukma almuqim, kwa sababu ana hukumu ya kazi ya mji. Hapo tumefahamiana hapo. Yani wewe unakuja hapa mathalan kuketi siku 3, umekusudia hapa kuketi siku ngapi? Taruhusiwa kufanya nini? Kufupisha sala na kukusanya. Lakini wewe umeazimia kuketi siku ngapi? Ile ukishafika tu tayari ushakuwa nini? Ni mkazi. Hutoruhusiwa kufupisha sala wala kukusanya sala. Hapo tunafahamiana vizuri sana. Kuna swali katika masala haya tuliyosoma? Naam. Haya masala muhimu sana ambapo kwamba lazima watu tu sifahamu, kwa sababu yanawachanganya wengi sana. Allahu a'lam.